Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Ushauri wetu kwa rais. Pamoja na hali hii ya kutishia mustakabali wa taifa hili, bado tunatoa ushauri kwa serikali yetu, kwa rais achukue hatua. Ni vizuri kusikiliza kelele hizi zinazopigwa na kilio ambacho kinasikika, pamoja na mikutano ya hadhara kuzuiliwa, lakini kuna kilio kikubwa sana katika vyombo mbalimbali kwenye mitandao. Kuna kilio kikubwa. Kwa hiyo tunashauri wasipuuzie kilio hiki. Zitawapeleka mahakama ya ICC kama ambavyo imetokea katika mataifa mengine. Taifa letu linapita katika kipindi kigumu na majaribu makubwa ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Nchi inazidi kuvimba na watu wanahitaji kupumua. Ni muhimu wenye dhamana walione hili. Wasipoliona hili, nchi yetu inakoelekea ni kubaya. Ni lazima kama taifa tuchukue hatua mapema kabla hatujachelewa, hasa ya kusikilizana katika tofauti za kimawazo na mitazamo. Katika hatua ya sasa, baraza la wazee wa Chadema tunashauri mambo yafuatayo. Moja, Rais Magufuli ambaye ni mzee mwenzetu aongozwe na busara za kiongozi na hekima ya mtu mzima, akubali kuitikia wito wa yeye kukutana na wazee katika kikao cha pamoja, ambao watakuwa na ujasiri wa kumwambia ukweli na kutoa ushauri wa kuliepusha taifa letu lisielekee katika janga. Huu umekuwa ni wito wetu, imekuwa ni kilio chetu. Rais atoe fursa, azungumze na wazee. Unajua, kukubali kuzungumza sio kushindwa wala sio udhaifu. Juzi hapa tumeshuhudia taifa kubwa kama Marekani walikuwa kwenye msuguano mkubwa sana na Korea Kusini, lakini tumetangaziwa kwamba Trump anakwenda kukutana na huyo kiongozi au rais wa Korea ya Kusini. Watu wanazungumza. Nchi jirani hapa Kenya, wote tulijua vurugu ambayo ilitokea, lakini busara zimewatuma, na sasa hivi tunavyozungumza, kama wote ambao tunafahamu, rais wa Kenya na mpinzani mkuu, rais wa mioyo ya Wakenya Raila Odinga, wamekaa na kuzungumzia tofauti zao. Kwa nini taifa letu la Tanzania, ambao tulikuwa ndio kiongozi wa kushauri mataifa mengine, sasa tunakuwa ni wanyuma? Sasa wazee sisi tunamshauri rais akubali kukaa na wazee, akae na viongozi wa dini mbalimbali, wastaafu wa viongozi wa serikali, viongozi kutoka vyama mbalimbali, tuzungumzie mustakabali wa taifa hili. Hatuwezi kujidanganya kwamba hakuna tatizo, haisaidii. Unajua, ukisema hakuna jua sasa hivi wakati jua lipo, haisaidii. Ni kweli kuna tatizo katika taifa. Awe tayari kusikiliza na kupokea ushauri na ukosoaji wao, kama ambavyo amekuwa akifurahia kupokea hongera. Huwezi kuwa ni rais tu wa kupokea hongera na sifa tu. Ni lazima
upande mwingine ukubali kukosolewa. Sisi wote ni binadamu. Pamoja na kwamba amefikiria yeye anaweza akapata sifa hata ya kuongoza malaika huko mbinguni, lakini tunafikiri huko ni kujidanganya. Alimradi yuko katika dunia hii, ni vizuri akapokea ushauri. Tunapenda kuwapongeza viongozi wa dini mbalimbali, nao kwa sababu ya hali kuona inaendelea kuwa mbaya, nao wametoa kauli zao. Tunamsihi sana 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 rais, na nyie viongozi waandishi wa habari, tunaomba mfikishe ujumbe huu. Ninajua nyie sio maeditor, lakini mitandao ya kijamii mpeleke jinsi ulivyo. Tunamtaka rais akutane na wazee, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, tuzungumze mustakabali wa taifa letu. Taifa hili ni letu wote, sio la chama fulani. Na amani ya taifa hili ni kubwa kuliko nafasi zetu za uongozi tulizo nazo, kuliko vyama vyetu. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.